kuwekeza, kama upata shida ya afya, changamoto za afya, utakwama tu, kwa sababu utaporomoa asilimia kubwa sana mtaji wako. Kwa hiyo utakuwa ni mwanachama, utachangia miezi yako mitatu, kima cha chini ya shilingi 30 kwa mwezi, pesa zako zinaingia kwenye akaunti yako kwa ajili ya uzeeni, ya babu haya ni ya bure au yanakuja yanaenda kwa utaratibu wa bima. Utatibiwa, unaweza ukachangia zako 90 za miezi mitatu, ambayo ndio sifa ya chini ya mwanachama. Uchangie wewe mwanachama kwa miezi mitatu, uchangie wewe ni mwanachama hai, wewe unachangia kila mwezi. Ukifikia mwezi wa 3 ndio utajaza fomu kwa ajili ya kupata nini? Kupata huduma za matibabu ambayo itakava wewe na mme au mke pamoja na watoto wako wasiozidi 4, ambao ni watoto wadogo mpaka miaka 18. Kama anaendelea kusoma ni miaka 21, ambaye hapo naye atakuwa ni mtu mzima ambaye atakuwa anitegemea kwa ataingia kwenye mifumo hii. Hata wanaojiajiri binafsi huwa wanapata pension wanapokuwa wamefika uzeeni, maana yake kwamba hauwezi kuzalisha tena, unakuwa umestaafu sasa. Kwa hiyo pale unaanza kujipatia angalau kila mwezi kiasi fulani ambacho kinakuwezesha kuendeleza maisha yako. Na nikiunganisha na hilo la NSSF, upande wa TCB pia tunawakopesha wastaafu, watu ambao wamestaafu. Sasa mtu aliyestaafu ni yule mtu anayelipwa pension. Kwa hiyo sio lazima awe amestaafu tu akiwa anafanya kazi serikalini. Wastaafu pia wanaolipwa pension na NSSF wanakuja TCB na tunawakopesha kupitia ile pension yao pia wanayoipata kila mwezi, inakuwa ndo dhamana na ndio inayorejesha ule mkopo. Kwa hiyo kuna fursa nyingine ya wastaafu, unaweza ukawa na mstaafu yupo, unamfahamu labda hayuko hapa, lakini wewe baadaye pia utakuja utastaafu kwenye kazi yako, ushawekeza NSSF, utakuja utakopeshwa kupitia pension ambayo unaipata. Kwa hiyo nafikiri pesa ikiwa benki ni muhimu, kwa sababu mtaweka control, mtasema wakwenda kutoa pesa lazima wawe labda ni watu 2 au 3, na lazima kuwe na muhtasari wa kikao ambao umeidhinisha kwenda kutoa hizo fedha. Kwa hiyo nawakaribisha sana muone hizo akaunti za vikundi, lakini ukiacha na hilo niliongelea akaunti ya wanawake ambao pia ni akaunti maalum kwa ajili ya wanawake peke yake, inaitwa Tabasamu. Kufungua kianzio shilingi 5,000 na gharama za uendeshaji pia hakuna. Na mmepewa fursa ya kukopa kupitia akaunti hizo za wanawake ambao tutakuwa na riba nafuu. Bado tunaiboresha, tutatoa tangazo rasmi la riba, lakini kwa sasa hiyo akaunti tayari inafanya kazi na kutakuwa na huduma ambazo ni nafuu kwa upande wa wanawake kupitia akaunti hiyo ya wanawake. Inafunguliwa mara 3. Kuna akaunti ya mwanamke ambayo ni kwa ajili ya kusave peke yake, ambayo anaruhusiwa kutoa mara 2 kwa mwaka, lakini kuna akaunti ya kawaida ya matumizi ya kawaida ya mwanamke pia inaitwa Tabasamu, ataitumia kwa namna anavyopenda yeye, lakini kuna akaunti ya kikundi kwa ajili ya wanawake. Vile vikundi ambao ni kikundi cha wanawake peke yake wanaweza kawa na hiyo akaunti ya Tabasamu ambayo itakuwa ni akaunti ya kikundi ambayo pia itakuwa haina gharama za uendeshaji. Mimi naitwa Salim Kimaro, natoka Wizara ya Fedha, ni afisa mkuu msimamizi wa fedha. Tuko hapa Tarime tukiendelea na programu ya elimu ya fedha kwa umma, elimu ambayo tunaieneza nchi nzima, ambayo programu ilianza kuanzia mwezi Mei mwaka jana na tunaendelea katika mikoa yote, na huu hapa ni mkoa wa Mara ni mkoa wa 15, na tutakapomaliza hapa tuelekea Mwanza mkoa wa 16. Kwa nini elimu ya fedha? Tunaendelea kuwaelimisha wananchi ili wapate uelewa wa kutosha kuhusu uchaguzi sahihi wa huduma za fedha za kutumia na njia sahihi za matumizi ya fedha zao ili ziweze kuamua kiuchumi. Programu hii inaendelea nchi nzima na inahusisha maeneo mahususi ambayo yameelekezwa kwa mujibu wa nyenzo ya kufundishia elimu ya fedha, hususan katika masuala ya uwekaji akiba, masuala ya usimamizi wa fedha binafsi, masuala ya uwekezaji, masuala ya mikopo pamoja na masuala ya hifadhi ya jamii. Elimu hii ni muhimu kwa wakati huu kwa sababu mwananchi anapokuwa anataka kujikwamua kiuchumi, shuruti awe na uelewa wa masuala ya fedha ili pindi anapokwenda kukopa aweze kukopa mahali sahihi, mahali ambapo panampa tija badala ya kukopa mahali ambapo patamfilisi na kumrudisha nyuma kimaendeleo. Tumeelekeza wananchi kuhusu masuala ya uwekezaji kwamba wanapoweka akiba pia wakumbuke na kuwekeza fedha hizo ili ziweze kuleta tija kwenye maisha yao na kuwa na akiba wakati wote ili wakipatwa na dharura waweze kujinasua katika akiba hizo. Jambo ambalo kwa wale ambao hawana utaratibu wa kuweka akiba, wanapopata shida wanakimbilia kwenye mikopo ambayo sio rasmi, watu wa huduma sio rasmi, na badala ya kutatua matatizo yao wanazidi kujiongezea matatizo. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba tuendelee kufuatilia programu hizi popote zinapopita na kuhudhuria.
tuendelee kufuatilia kwenye vyombo vya habari, lakini pia tuendelee kuzingatia maelekezo yanayotolewa na mafunzo yanayotolewa na taasisi hizi za fedha kuhusiana na masuala mazima ya fedha, yakiwemo masuala ya mikopo, masuala ya uwekezaji, masuala ya uwekaji akiba, hifadhi ya jamii, na kuweza kuzisimamia vizuri fedha zetu kwa usawa ili ziweze kutuendeleza. Jina naitwa Teddy Isaya Ndale. Natokea Nyamisangura, ni kikundi cha Ufunuo Group. Siku ya leo namshukuru Mungu kwa yale ambayo tumejifunza. Nimejifunza mengi, hasa upande wa kutumia matumizi mazuri ya pesa. Na kuhusu elimu niliyoipata, elimu hii imenisaidia na pia na mimi nitaenda kuwasaidia wengine, hasa pia wanakikundi wenzangu na pia hata kwa taifa yangu kwa ujumla. Wana vikundi wajisajili, kwa sababu tumejifunza hapa kwamba kikundi kinaposajiliwa kina uhakika, na pia wewe mwanakikundi una uhakika wa kutunza pesa yako na ikakaa pesa yako ukaitunza vizuri na isiwe na usumbufu wa aina yote ile. Wito wangu kwa vikundi katika semina kama hizi zinapojitokeza, nao wajitokeze kwa wingi, kwa sababu taratibu za fedha kwa ujumla zinapatikana kwa usahihi katika semina kama hizi. Hivyo watakapojitokeza watafaidika na taratibu hizo, pamoja na kujifunza vitu mbalimbali kuhusu upatikanaji wa mikopo, matumizi ya fedha, umuhimu wa kuweka akiba na mambo mengine kede yanayopatikana katika semina hizi. Niseme nashukuru sana, na natoa wito hata kwa wengine huko waliko, basi wasikiapo fursa kama hizi ni muhimu sana wajitokeze ili tuweze kufaidika kwa pamoja.